Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na ajali ya basi la Miza yaua 4 Nzega. Polisi waendelea na msako wa dereva aliyekimbia. Chanzo hicho ajali bado fika eneo la tukio, tumeona ni dereva kutokuwa makini na alishindwa kulimudu gari hilo na kusababisha gari kupoteza mwelekeo na kwenda njia nyingi tofauti na kusababisha gari kupinduka. Wafanyabiashara Masai Market wasifu maboresho baada ya vibanda kuteketea kwa moto. Mazingira mazuri tofauti na ile zamani ambayo ilikuwa loko zaidi. Kwa hiyo tunashukuru, na kwa sababu anaendelea tunategemea kupata kuwa panapendeza zaidi. Mkoa wetu wa Iringa ukaonekana pengine ni bora zaidi kuliko hata vile ilivyokuwa mwanzoni. Jaji Lila asema wanachunguza nguvu iliyotumika kudhibiti ghasia za Oktoba 29. Madhara kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile, nani wahusika na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Naam, habari za jioni mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima habari tutakao kusomea siku ya leo. Mimi ni Beldina Majinge, nitakuwa na mwenzangu. Mimi ni Emmanuel Malonga. Kwa pamoja tunakusiwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Watu 4 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Minza Investment lililokuwa likisafirisha abiria kutoka Mpanda kuelekea Bariadi mkoani Simiyu kuacha njia na kupinduka katika kijiji cha Ngukumo wilayani Nzega. Taarifa zaidi na Angel Magesa. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora ACP Twaha Lulengelule amefika katika eneo la ajali na kueleza kuwa jeshi la polisi linaendelea kumsaka dereva wa basi hilo Jafari Said ambaye anadaiwa kutoweka baada ya ajali kutokea. Amesema uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha ajali hiyo na hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa matokeo ya uchunguzi. Majira ya saa 9:20 maeneo ya Ngukumo katika wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora, kuna basi ya kampuni ya Minza Investment ambayo ilikuwa inafanya safari kutoka Mpanda kuelekea mkoa wa Simiyu. Katika majira hayo ya saa 9:20 maeneo ya Ngukumo, gari hilo lilipata ajali na kuweza kupinduka au kuacha njia na kusababisha vifo vya watu 4 na majeruhi kadhaa. Chanzo hicho ajali bado fika eneo la tukio, tumeona ni dereva kutokuwa makini na alishindwa kulimudu gari hilo na kusababisha gari kupoteza mwelekeo na kwenda njia nyingi tofauti na kusababisha gari kupinduka na kusababisha madhara ambayo nimeeleza. Baada ya hiyo dereva amekimbia, lakini dereva anaitwa Jafari Saidi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo jeshi la polisi linaendelea kumfuatilia kwa kuwasiliana na mwenye gari kujua kumbukumbu za dereva zipi ili tuweze kumtia nguvuni na hatua za sheria zifuatwe. Mkakati mpya ni kama bado tunaendelea kufanya doria, kama unavyojua tumeanza doria, lakini tunachukua hatua madereva kama kipindi hichi cha mwezi Julai zaidi ya madereva 28 tumefutia leseni zao na tumekuwa wakali na kutoa onyo zaidi. Tunaendelea kufanya doria kuhakikisha tuna hali ya mkoa hasa katika swala la usalama barabarani na liko salama. Mkuu wa wilaya ya Nzega Mheshimiwa Naitapua Kitukai amewashukuru wananchi wa kijiji cha Ngukumo kwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji katika kuwasaidia na kuwaokoa majeruhi wa ajali hiyo. Sisi kama serikali tunawashukuru sana wanazengo ambao mmekuja hapa, mmesaidiana na polisi na watu wengine ambao wa halmashauri waliokuwa wanasaidia kuokoa hapa. Sawa ndugu zanguni, huo ndio upendo ambao unahitajika. Sawa, kwamba sio kwamba mkiona ajali mnakimbia mnaanza kuokota vitu vya watu. Anyie mmefanya vizuri, mmewasaidia majeruhi wameenda hospitali na watu wengine wamekaa vizuri. Sawa, na bado mmekaa hapa hadi muda huu. Sasa kwa kuwa tumemaliza kila kitu, mimi niseme ninawashukuru, lakini ninawapongeza kwa kazi mliofanya. Sasa ndugu zanguni, mimi mkoa wa wilaya ninawapenda na ninawashukuru sana kwa namna ambavyo mmeweza kusaidiana na jeshi la polisi kuwaokoa hao wenzetu. Nawashukuru sana. Kwa upande wake kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora SACF Loshpai Laizer amewataka wananchi kutoa taarifa mara moja ajali au majanga yanapotokea kwa kupiga simu ya dharura isiyotozwa gharama namba 114. Tunashukuru mpaka sasa hizi kazi imeshakamilika. Majeruhi na waliokufa wote wamepelekwa mahali panapohusika. Ilikuwa ngumu kwa kweli, shughuli ilikuwa ngumu sana.
lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kimeenda sawa. Wao wanapata muda mwingi wa kupumzika ili waweze kuwa makini wakati wanapoendesha magari, lakini pia nashauri dereva wawe wawili kwenye basi. Nadhani ni hilo tu, sababu inaonekana labda alikuwa amechoka sana, usingizi au whatever itakavyo, kwa sababu ni usiku wa manane. Kwa hiyo kauli yangu kwa madereva wawe makini zaidi, lakini pia wapate muda wa kupumzika ili waweze kuwa makini wakati wote. Angel Magesha, Matukio Daima. Na taarifa kutoka mkoani Tabora inaturejesha mkoani Iringa, ambapo ndugu, jamaa na marafiki wa Enoch Msooya ambaye alikuwa akitarajia kufunga ndoa mwezi Novemba mwaka huu wamejikuta wakikumbwa na simanzi mara baada ya kifo cha ghafla, ambapo hadi asubuhi ya leo kundi la WhatsApp lilokuwa likitumika kuchangisha fedha kwa ajili ya maandalizi ya harusi yake likiendelea na shughuli zake baada ya taarifa za msiba liligeuza mchango wa harusi kuwa michango ya misiba. Hakika unaweza ukalala ukiwa mzima na ukaamka ukiwa mauti. Namzungumzia Enoch mdogo wa Tumaini Msooya, ambapo hadi leo majira asubuhi ndugu, jamaa na marafiki walikuwa wakichangisha mchango kwa ajili ya harusi yake ambayo ilikuwa inatarajiwa kufanyika mwezi ujao. Hadi hivi sasa ninapozungumza, grupu ambalo kuchangisha kwa ajili ya harusi limegeuka kuwa grupu la msiba. Mimi ni Francis Godwin, nazungumza na ndugu wa karibu na Enoch Msooya, Bwana Severin Haure, kuelezea nini ambacho kimetokea juu ya tukio hili ya kusikitisha. Habari ya kwako? Salama kaka, kwema? Kwema, pole sana. Asante sana ndugu yangu. Ndio, tujuze kitu gani ambacho kimetokea? Ya, ni kweli ndugu yetu Enoch kwanza alikuwa ni bwana harusi mtarajiwa, ambao sherehe yake ilikuwa itajike kufanyika mwezi wa 11. Lakini tangu wiki iliyopita aliugua ghafla, pressure ilipanda. Basi tukamkiza hospitali ya rufaa, akapata matibabu kwa wiki nzima pale alilazwa, na hatimaye siku ya Jumamosi aliruhusiwa akiwa amepona kabisa. Basi baada ya kushoka kwa hospitalini akaenda Dar es Salaam kupumzika kwa dada yetu mkubwa yuko Dar es Salaam, ili apate muda mwingi sana wa kupumzika. Paka jana alikuwa vizuri. Leo asubuhi akaanza kupata maumivu ya vidonda vya tumbo, nafikiri ambapo ilimsababishia pressure ikapanda. Tulimkimbiza hospitali, ambapo ilikuwa karibu na nyumbani, lakini imefika mida ya saa 4 kamili asubuhi akatuaga. Na mpaka muda huu tunavyoongea mimi na wewe, mwili umepelekwa hospitali Mwananyamala kuhifadhiwa. Basi nakusubiri utaratibu wa mazishi, ambapo baadaye tutautangazia umma. Enoch kwamba hivi karibuni amepata kuweza kushiriki kikao cha kujadili namna ambavyo harusi yake angependa iwe, na hapa bwana Severin anaeleza namna ambavyo alishiriki kikao hicho. Yes, na kilikuwa kikao cha kwanza kufanyika cha bwana Enoch, na mimi kama kaka wa familia, karibu wa familia, niliratibu zoezi hilo, na kikao kilikwenda vizuri sana na watu waliteka kwa wingi sana, kwa sababu kama unavyomjua dada Tumaini Msooya ni mtu wa watu. Mpaka sasa, mpaka leo hii bwana Enoch hatunaye tena. Ndugu mwandishi wa habari, harusi ya Enoch inatajwa kwamba ingekuwa moja kati ya harusi ambazo zingehudhuriwa na watu wengi kutokana na ushiriki wa wananchi mbalimbali wa mkoa wa Iringa na nje ya mkoa wa Iringa, ambao wamekuwa wakishiriki kupitia michango ya harusi, na miongoni mwa watu walipata kuweza kuahidi zaidi ya shilingi milioni 1, na si tu kwa ajili ya Enoch, bali kutokana na mahusiano mazuri ambayo alikuwa nayo dada yake Tumaini Msooya, lakini familia hii kwa ujumla namna ambavyo ilikuwa ikishiriki.
Mabadiliko ya ghafla ya kundi la mchango wa harusi kuwa mchango wa msiba, hii ndugu wanazungumziaje na kutoa rai kwa wananchi, ndugu jamaa na marafiki, kufuatia nguvu ambazo wameelekeza kuweza kuelekeza kuhakikisha kuwa wanakwenda kumstiri bwana harusi mtarajiwa? Ni kweli ndugu mwandishi wa habari, imetia simanzi kubwa sana. Ilikuwa furaha, leo imekuwa huzuni, na grupu limegeuka, limekuwa grupu la majonzi, grupu la kuomba lambilambi tena kwa ajili ya ndugu yetu Enoch, kwa ajili ya kwenda kumstiri, kwa ajili ya chakula na maandazi yote ya msiba. Hivyo sisi kama ndugu, kama marafiki, familia, tunaomba watu wajitokeze tuweze kumsapoti dada yetu katika msiba huu, dada yetu Tumaini Msooya. Kwa mtu yote ambaye aliyewiwa na kiasi chochote, mchango wote, asisite kutupata sisi wana familia. Tutokea na baada ya taarifa kamili ya ratiba ya mazishi itakapotolewa, watu wote wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu Enoch, kaka mdogo wa Tumaini Msooya. Hadi hivi sasa bado haijajulikana ratiba ya wazi ni lini atazikwa, lakini taarifa ambazo si rasmi, Enoch ambaye ni bwana harusi mtarajiwa anatarajiwa kuzikwa kijijini kwao Njombe, na ndugu jamaa na marafiki wakiendelea kuombwa kuweza kushiriki msiba huu. Hakika kwamba furaha iliyotegemewa kuweza kutawala katika mji wa Iringa katika harusi ya bwana Enoch sasa imegeuka kuwa huzuni. Nasemaje? Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina lake lihimidiwe. Mimi ni na tukisalia mkoani Iringa, baada ya tukio la moto lililosababisha vibanda kadhaa kuteketea katika eneo la Masai Market Iringa, kumekuwa na jitihada mbalimbali za kurejesha shughuli za biashara na kuboresha mazingira ya soko. Tukio hilo lilikuwa changamoto kubwa kwa wafanyabiashara, lakini pia limekuwa chachu ya kuangalia upya namna soko litakavyoweza kujengwa na kuendeshwa katika mazingira bora zaidi. Gengena maarufu kwa jina la Mgonanzi Photo Studio, ninapatikana maeneo ya Garden hapa. Ndio. Mwanzo mpaka sasa tumeona maboresho mazuri sana ambayo yanaendelea kwa sasa, na mwekezaji wetu ambaye ameanza muda mrefu kidogo, almost kama mwezi miwili hivi ambayo imepita, kiukweli anafanya vizuri sana, na ukiingia na kuangalia ameweka mazingira mazuri tofauti na ile zamani ambayo ilikuwa loko zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru, na kwa sababu anaendelea tunategemea kwamba patakuwa panapendeza zaidi, mkoa wetu wa Iringa ukaonekana pengine ni bora zaidi kuliko hata vile ilivyokuwa mwanzoni. Naitwa Lasky Kibodi, Joseph Kibodi, ni mmoja wa hanga wa moto ambao tulitokea hapa kwenye Iringa Masai Market. Na sasa tunapata moyo kwa mwekezaji wetu kuturekebishia soko, na limekuwa vizuri na limekuwa zaidi ya mwanzo, na hata hadhi imepanda sasa ya soko. Tunapata moyo, ijapokuwa hatuna mitaji ya kiwango hicho, lakini soko tu likiwa safi, tunapata moyo wa kuwa tunaweza kuuza bei tunayotaka, au tunaweza kuweka mzigo na ukapendeza na ukavutia soko likawa zuri kabisa kwa biashara. Kwa hiyo namshukuru sana mwekezaji, na nashukuru watu wote ambao wamejitokeza kutuunga mkono. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo. Na wananchi mkoani Iringa wameeleza matumaini yao ya kunufaika na mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere JNHPP, mradi ambao umezinduliwa hivi karibuni na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika eneo la Rufiji mkoani Pwani. Wakizungumza na Matukio Daima Media, wafanyabiashara mkoani hapo kata ya Kihesa mtaa wa Semtema wameeleza walivyonufaika na upatikanaji wa umeme wa uhakika, ukuaji wa biashara, ajira, fursa mbalimbali za kiuchumi. Tu fursa kwa wale wafanyabiashara wanaotumia kazi za umeme kama vile kufua, vinyozi. Kwa hiyo tunafaidika kwa njia kama hizo. Pia na serikali yenyewe inafaidika kwa sababu ni kitega uchumi ambacho kinasaidia nchi. Mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere una umuhimu mkubwa sana katika kazi zetu hizi za ufundi furniture, kwa sababu pale ndo mahali ambapo panafuliwa umeme. Sasa ule umeme
unapokuwa umesambazwa katika maeneo mbalimbali, hasa katika maeneo yetu, unatusaidia katika swala zima la utengenezaji wa bidhaa na kuziuza. Japo ya faida tunaweza kusema kwamba ni kukua kwa sayansi na teknolojia, lakini pia tunaona kwamba sababu nyingine ni chanzo cha utalii. Tunaona watu mbalimbali wanatoka katika mikoa tofauti tofauti kuja kutembelea bwawa la Mwalimu Nyerere, kujionea uzuri wake, yani linatengeneza nini, ni kukua kwa ajira au tunasema kuongezeka kwa ajira mbalimbali kwa wananchi, labda tuseme wananchi wa Iringa au mikoa mingine tofauti. Kwa hiyo wanatuongezea vipato mbalimbali. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi ya wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Shabani Ali Lila amesema tume hiyo ina jukumu tofauti na tume ya rais iliyokuwa ikiongozwa na jaji mstaafu Osman Chande. Akizungumza na waandishi wa habari leo Agosti 24 mwaka huu, Jaji Lila amesema tume ya awali ilijikita katika uchunguzi wa matukio ya ghasia yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025, ikiwemo kubaini aina ya vurugu, ghasia na uvunjivu wa amani uliojitokeza. Tofauti kati ya tume hii na tume ya Jaji Chande. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani walio panga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile. Nani wahusika? Na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Thamani ya mtu hailinganishwi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume ni kwenda kuangalia ule udhibiti ulikuwa wa kiasi gani kwa mujibu wa taratibu na sheria. Hizi ndio tofauti kuu zinazotofautisha tume hii na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Ayubu Mohamed Mahmud ametoa sadaka ya mifuko 600 ya mchele pamoja na dumu 50 za mafuta yenye thamani ya shilingi milioni 28.4 kwa jumuiya 167 za Maulidi katika mkoa wa Kaskazini Unguja. Akitoa msaada huo leo mkoani Kaskazini Unguja, Ayubu amesema sadaka hiyo ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za kijamii za Maulidi katika kipindi cha mfungo wa 6 na kuhakikisha jumuiya mbalimbali zinafikiwa kwa kadri ya uwezo uliopo. Pia ameongeza kuwa jumuiya zaidi ya 37 za Maulidi zilizopo nje ya jimbo la Chaani zitanufaika kwa sadaka hiyo, huku ndani ya jimbo hilo jumuiya kubwa 16 pamoja na takriban jumuiya za Maulidi ndogo ndogo 96 pia zitafikiwa. Maulidi haya kwanza tunamswalia Mtume ikiwa ni sehemu ya ibada ndani ya dini ya Kiislamu. Lakini pili, Maulidi yanatuunganisha. Tumekuwa tukisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kwenda kushirikiana, kujumuika, kuimarisha umoja wetu, kuimarisha mshikamano wetu, kuimarisha udugu wetu. Sasa katika kuhakikisha jambo hilo linakwenda vizuri, na mimi nimeteuliwa na Rais Samia kuwa naibu waziri, na kwa mkoa huu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niko peke yangu. Nikasema hapana, heshima aliyotupatia rais na sisi tulimpa heshima ya kura, na mimi narejesha kwenu nyote bila kujali jimbo langu pekee. Kwa hiyo kwa siku ya leo, katika kipindi hiki cha mfunguo 6, tunajua yako Maulidi katika jumuiya maeneo mbalimbali. Wako walioko Bumbwini, wako walioko Tumbatu,
wako waliopo Nungwi, wako waliopo Kandwi, wapo waliopo Kitope, wako walioko Donge, wapo walioko Kandwi Kigunda sijui, wapo walioko Potoa, wako walioko ile yale ya kunguruma ndo wapi Mbalungini na wengineo. Wote hao kwa pamoja tumesema ni lazima kwa kadri ya hali tuliyomudu, basi tuwaguse kila mmoja awe amefikiwa. Na katika kufanya hesabu hiyo, maulidi ya nje ya jimbo letu, kwa maana zile jumuiya kubwa, tumepata karibu jumuiya zaidi ya 37. Zote tutazipatia. Na kwa jimbo letu jumuiya zile kubwa zipo karibu 16. Lakini tuna maulidi yale madogo tunaita ya vipembeni yako karibu 96. Na wote tutawagusa kwa kadri ya hali ya uwezo. Kwa ndugu zangu, hili kwa upande mmoja tunafanya ibada, lakini kwa upande wa pili tunatimiza azma yetu ya kwamba tutawaunganisha wanachani. Tuna azma ya kuwaunganisha wana wilaya kaskazini ya Unguja na kuwaunganisha wana mkoa wa kaskazini Unguja wote. Lengo ni kukutana na jumuiya za maulidi kwa ujumla wake, zile kubwa na kwa jimbo la Chaani hata zile ndogo. Dhamira ni kuja kuunga mkono shughuli zao za kijamii za maulidi, na kwa leo tumeweza kutoa vipolo 600 vya mchele pamoja na dumu 50 za mafuta, kwa pamoja vikiwa na thamani ya shilingi milioni 28 na laki. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka kaskazini Unguja, ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na ajali ya basi la Miza yaua 4 Nzega. Polisi waendelea na msako wa dereva aliyekimbia. Chanzo hicho ajali baada kufika eneo la tukio, tumeona ni dereva kutokuwa makini na alishindwa kulimudu gari hilo na kusababisha gari kupoteza mwelekeo na kwenda njia tofauti na kusababisha gari kupinduka. Wafanyabiashara Masai Market wasifu maboresho baada ya vibanda kuteketea kwa moto. Mazingira mazuri tofauti na ile zamani ambayo ilikuwa loko zaidi. Kwa hiyo tunashukuru, na kwa sababu anaendelea tunategemea kupata kuwa panapendeza zaidi. Mkoa wetu wa Iringa ukaonekana pengine ni bora zaidi kuliko hata vile ilivyokuwa mwanzoni. Jaji Lila asema wanachunguza nguvu iliyotumika kudhibiti ghasia za Oktoba 29. Madhara kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile, nani wahusika? Na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa tamati. Tukusitu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima Media. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchota taarifa ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Golden Glow Hotel. Hapa ndio chaguo letu sote. Tunapatikana Kihodombi, Iringa mjini. Kumbuka hapa ni full accommodation, free transport, breakfast, free wifi, restaurant, bar, laundry na security ni kiwango kama kambi ya jeshi. Tupigie kupitia 0777495584 au 0754477468. Golden Glow Hotel, Kihodombi, Iringa mjini. Furaha yako ni furaha yetu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.
Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa kifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku.